Kwa majina naitwa Mwesige Charles Leberap, ni afisa mtaalamu wa maabara katika kitengo cha hematolojia. Katika kitengo cha hematolojia tunafanya vipimo mbalimbali hasa vinavyohusiana na damu. Kati ya vipimo tunavyovifanya, tunafanya kipimo kinachoitwa kuangalia picha ya damu. Tunapoangalia picha ya damu, tunaangalia uwezo wa damu kuganda. Pia tunaangalia wingi wa damu. Tunaangalia na viashiria vya magonjwa mbalimbali kupitia picha ya damu. Mbali na kuangalia picha ya damu, pia tunajihusisha na upimaji wa selimundu. Selimundu huu ni ugonjwa wa kurithi ambao unatoka kwa wazazi kuja kwa watoto. Tunapoangalia selimundu, pia tunaangalia kuweza kujua aina ya selimundu ambayo mgonjwa anaweza kuwa nayo. Kwenye kujua aina ya selimundu, tunafanya kipimo kikubwa zaidi mbali na kile kipimo tulichokizoea cha sickle cell kwa lugha ya kitaalamu. Hicho kipimo cha kujua aina ya selimundu kwa lugha ya kitaalamu kinaitwa HB electrophoresis. Kinatuwezesha kuweza kujua kama huyu mgonjwa ana chembe za selimundu au huyu mgonjwa ni mgonjwa moja kwa moja. Utambuzi huu unatusaidia katika kuweza kufanya management ya mgonjwa anapokuwa na hiyo selimundu. Na kwa sasa hapa kwetu kanda ya Ziwa, selimundu imekuwa ni janga kidogo la kutisha. Kwa hiyo utambuzi wa mapema zaidi utaweza kusaidia katika kuweza kuwa manage wagonjwa. Pia tumeenda mbali zaidi, hii selimundu inaweza ikatumika pia kwa watu ambao wanategemea kufunga ndoa. Wamekuwa wakishauriwa sasa waweze kuwa wanapima ili kuweza kujua aina ya selimundu walionayo, ili baadaye wasilete uzao ambao wanaweza kuwa na selimundu. Kipimo kingine kinachofanyika katika idara ya hematolojia ni kipimo cha kuangalia uwezo wa damu kuganda. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema coagulation profile. Kwenye kuangalia uwezo wa damu kuganda, hii inatusaidia kabla ya kufanya procedure kama operation, ambapo tunategemea tuweze kujua uwezo wa mgonjwa wa damu kuganda kabla ya kufanyiwa operation, ili isije ikaleta changamoto wakati wa procedure inaendelea. Kwenye kuangalia uwezo wa damu kuganda, pia tuna kipimo tunafanya zaidi sasa hivi cha kutambua hemophilia. Hemophilia ni changamoto inayotokea mtu anapokuwa anatokwa na damu mfululizo pasipokuwa kuganda. Huu nao ni ugonjwa wa kurithi, ambapo mtu anapokuwa na hemophilia wana namna yao ambao wanaweza kuwa managed ili waweze kuwa sawa. Kwa hiyo tumeenda mbele zaidi, na hiki ni kipimo ni kipya kuongezeka. Kwa majina ya kitaalamu tunaitwa ni factor 8 na factor 9 deficiency. Kwa hiyo kwa wagonjwa ambao wana changamoto ya kuvuja damu na kupata changamoto zote za kupoteza damu, kipimo hiki kitawafaa sana, ili pale wanapogundulika waweze pia kuleta ndugu zao kwa ajili ya kufanya hichi kipimo kwa kujua mambo mengi zaidi. Mbali na hapo, katika idara ya hematolojia tunafanya kipimo cha kuangalia uwezo wa bone marrow kwa lugha ya kitaalamu kufanya kazi. Hii itatusaidia kujua uzalishaji wa chembe za mwilini kama uko sawa. Kwa lugha ya kitaalamu kipimo hicho kinaitwa reticulocyte count. Hapo awali tulikuwa tunakifanya kwa njia manual, yani tunafanya sisi wenyewe kwa kutumia hands on, kwa kutumia mikono. Lakini sasa hivi tumeboresha, tumepata mashine zenye uwezo wa kuangalia uwezo wa ufanyaji kazi wa bone marrow, na majibu yamekuwa yanatoka kwa haraka ukilinganisha na hapo nyuma. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza na kuwakumbusha wateja wetu pamoja na watumiaji wetu kwamba
Kipimo hichi kwa sasa kinatoka ndani ya muda mchache kwa sababu ya upatikanaji wa mashine ambayo itakuwa inafanya mbadala ya wataalamu wa maabara. Mbali na hapo, pia tuna uwezo wa kutambua magonjwa kama kansa ya damu. Tunaitambua vipi? Tunaitambua kwa kutumia, tunasema peripheral blood smear. Tunaweza kuangalia morphology au niseme aina ya seli kwa kutumia slide ambayo tutaweka kwenye darubini. Hii itatuwezesha kuweza kujua mambo mbalimbali ambayo yakiwa pamoja na kuweza kutambua utambuzi wa kansa ya damu. Kipimo hiki kinafanyika hapa katika idara ya hematolojia, na baada ya hapo kuna vipimo vingine ambavyo vitafuata kwa ajili ya kwenda kuhakiki yale matokeo kama kweli ni ya kansa, ambayo yatafanyika katika idara ya patholojia. Kwa hiyo wateja wetu na watumiaji wetu wa maabara na wateja wa taasisi tunawakaribisha sana Bugando Medical Center, mje kwa ajili ya kupata vipimo mbalimbali vya hematolojia. Na mbali na hapo, bado pia tuna mpango wa kuongeza wigo mkubwa zaidi ili tuweze kufanya vipimo vingi zaidi. Nashukuru sana.